inapofikia kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hasa pale alipokuwa anakutana na malaika Jibril alayhi salam, fayudarisuhu alquran. Rasulullah, pamoja na kwamba Qur'ani imeteremshwa kwake na imeahidiwa kwa kwamba hata isahau Qur'ani, lakini alikuwa anapata muda na Jibril wa kufanya revision, marudio. Wanatuambia wanazuoni, wanatuambia mashaikh kwamba alikuwa anafanya revision mara 2, wanaipitia Qur'ani nzima, yani kumalizia mara 2, na wengine wanasema zaidi ya mara 2. Ni hasara, al-ar thumma ar, ni aibu kubwa. Leo utaitwaje ahlul Qur'an unashindwa kumaliza hata msahafu mara 1 kusoma? Yani na hawa watoto hawa ambao wanahifadhi Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani, lazima tuwapunguzie kazi ili waweze kuitekeleza Qur'ani vizuri. Wewe mzazi huwezi kusoma Qur'ani, basi achia mle ndani watoto wako wasome Qur'ani. Hemu ambeni jamani, tufanyeni muda maalum, tusomeni Qur'ani upate kusikiliza. Huku wewe unapika kule saa iftari, watoto wamekaa huko wanasoma Qur'ani. Tuondosheni haya mambo ambayo ya kusema tunaupoteza muda. Muda unatakikana uhifadhiwe. Hadithi namalizia kusema, fala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala. Yani hakika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya ukarimu zaidi katika mambo ya kheri, na inafananishwa ni zaidi kuliko upepo uliotumwa. Upepo uliotumwa wanatolea mfano wanasayansi katika hadithi hii. Kikawaida upepo au mvua huwa haibagui. Wewe unaweza kujiuliza maswala, kwa nini mvua inateremka katika bahari? Sawa, kwa sababu ni miongoni mwa vitu Allah ambavyo alivijalia kwa visibague. Elimu yetu inatakikana tuipe mfano wa mvua au upepo. Yani upepo unapeleka zile neema popote pale, na yote ambayo utakemkuta njiani basi unampa neema. Hivi ndivyo alivyokuwa Rasulullah, hasa inapokuwa mwezi wa Ramadhani. Alikuwa ni mkarimu mno katika mambo yote ya kheri. Ikizungumzwa kheri, manake ni kila jambo ambalo lina manufaa lolote lile. Katika mwezi wa Ramadhani tupunguzeni mambo. Jiwekee utaratibu. Wewe mfanya biashara, hemu jikague mwaka mzima, miezi 11, biashara yangu napata faida. Kwa nini usiseme mwezi wa Ramadhani mimi sitaki faida, nataka nirejeshe mtaji wangu tu? Ukaamua kwamba tambi hizi nimezinunua kwa 2500 na sasa kwa 2500, nirejeshe pesa yangu tu. Haya ndio mambo aliyokuwa anashindana masahaba na hata nchi za wenzetu. Huu ni utaratibu. Mwezi wa Ramadhani wanapunguza bei ya vitu. Sisi mwezi wa Ramadhani tunapandisha bei ya vitu. Ni kwa sababu hizi kheri hizi hatujazitawanya zikamfikia kila mtu. Tujitahidini sana inshallah tufanye mambo ya kheri. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa kheri, na tutapata yale ambayo yatakayokuwa na shikamana, na hasa hii intisafu shahr. Sote tunajua kwamba tayari lishakuwa nusu la pili hili ambalo ndilo ndani yake kunafanywa kheri, na tusiache kuitafuta Lailatul Qadr. Mtume amehimiza itafutwe, usisubiri ikaja, manake ukitafute kitu chotafutwa manake unakifikiria. Na vile vile tutie nia inshallah lazima kukaa itikafu ili tukamilishe yale ambayo tujakamilisha katika mwezi wa Ramadhani. Baada ya kisha kusema haya, taomba udhuri inshallah kwa kile ambacho kichache nilichokihudhurisha. Naamini itakuwa tumepata faida. Allah ajalie kheri na tutimize katika malengo yetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.